Mtazamaji na msikilizaji wangu, jioni ya leo ninakusalimu mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo, na mahali ulipo ninakuomba ya kwamba jioni ya leo uweze kuvumilia mahali umeketi ama mahali ulipo unapotembea katika jina la Yesu Kristo. Hii ni jioni njema. Majina yangu ninaitwa Reverend Paul Mtunga wa Emmanuel Christian Church, na jioni ya leo ninaenda kukuletea kile kipindi ambacho kinaitwa Safari ya Biblia, na topic ya leo jioni hii ni dealing with the three outers that limit our success. Kuna madhabahu aina tatu ambao inatusuilia ili tuweze kufanikiwa. Kwa hivyo mtazamaji na msikilizaji mahali ulipo, ninaomba ya kwamba tuweze kuomba katika jina la Yesu Kristo ili tuende tukasome neno na tuweze kuomba mahali ulipo. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante Bwana wa mbinguni, ni kwa sababu Mungu umetupa mchana wote na jioni ya leo. Bwana wa mbingu, ninaomba ni kwa ajili ya watazamaji na wasikilizaji wangu mahali walipo, Bwana wa majeshi, ili Mungu kaweze kuwabariki na Bwana wa mbingu kaweze kuwapa neema, imani unja kwa kusikia na kusikia neno lako takatifu ambalo Bwana wa mbingu tunaenda kusikia jioni ya leo. Na ni kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, mahali walipo Bwana wa mbingu, hata wale wagonjwa Bwana wa mbingu utaenda kuwatembelea, na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi na Mfalme, Mungu tumeomba na hata kuamini. Mtazamaji, kama vile nimesema, tunaenda kusoma our text from the book of Deuteronomy chapter 12 verse 1 up to verse 3. Na nitaruka tena niende ule mstari wa 5. The Bible says, "These are the statutes and the judgments which you shall observe to do in the land which the Lord God of your fathers gives you to possess it all the days that you live upon the earth. You shall utterly destroy all the places wherein the nations which you shall possess served their gods, upon the high mountains, upon the hills, and upon every green tree. And you shall overthrow their altars, and break their pillars, and burn their groves with fire. And you shall hew down the graven images of their gods, and destroy the names of them out of that place." Then in verse 5 it says, "But unto the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes to put his name there, even unto his habitation shall you seek, and there you shall come. And there you shall bring your burnt offerings, and your sacrifices, and your tithes, and the eve offerings of your hand, and your vows, and your free offerings, and the firstlings of your hands, and of your flocks. And there you shall eat before the Lord your God, and you shall rejoice in all that you put your hand unto you, and your households, wherein the Lord your God has blessed you." Kwa hivyo mtazamaji na msikilizaji wangu, kama vile nimesema ya kwamba jioni ya leo tunaenda kuangazia the three outers that limit our success. Na mtazamaji na msikilizaji mahali ulipo, ni ya muhimu sana kuelewa ya kwamba madhabahu yapo, na kuna madhabahu tofauti tofauti, na ndipo jioni ya leo nimekuja kuongea juu ya the three outers. Unapata ya kwamba katika mahali tumesoma kuna vitu tatu pale Wanaisraeli Mungu akawaongelesha kupitia kwa Musa, akaweza kuambia ya kwamba ili wakifika kule katika nchi ya Kanaani, ambayo ilikuwa ni nchi ambao ni ahadi, alikuwa anawapeleka baada ya kuwatoa kule Misri. Aliwaambia kwamba kule waangalie katika level ya kwanza, waliambiwa ya kwamba kuna outers katika miti green trees, and every green tree waangalie waweze kuangamiza yale madhabahu yaliyo pale. Level ya pili utaona ya kwamba wameambiwa waweze kuangamiza yale madhabahu iko katika milima midogo. Level ya tatu waliweza kuambiwa kwamba waweze kuangamiza yale madhabahu yote ambao ilikuwa katika milima mirefu. Na ndipo mtazamaji na msikilizaji wangu, ninakuambia kwamba unless you deal with these three outers, they will limit your success wherever you are. Wakati ninaongea juu ya madhabahu ile iko pale chini ya mti, wakati waliambiwa waweze kuangamiza ile ilikuwa pale chini ya miti,
ninasema nini? Ninasema ya kwamba kuna that's a altar that is representing the house-owned altars. Kwa hivyo nakuta ya kwamba kuna madhabahu ya pale nyumbani which is represented by a green tree. Ukitoka katika ile house-owned altar, utaenda katika altar ingine ambao ni tribal, ama katika ile clan yenu ambao it is represented by hills ama milima midogo. Ukitoka katika pale utaona kuna mlima mkubwa ambao ni high mountains which is a representation of a national altar. Na ninataka mtazamaji na msikilizaji mahali ulipo uweze kuelewa ya kwamba haya madhabahu matatu ndiye nategemea kuinuka kwa mwanadamu, kwa sababu kila mtu ametoka katika house-owned fulani. Na tunaona ya kwamba hata basically tunasema ya kwamba the family is the basic unity of every society. Hiyo ndio sababu unaona ya kwamba kuna madhabahu ya pale nyumbani ile inashikilia mtu. Na mtazamaji, ninataka nikuambia ya kwamba ni lazima uwe prepared kundili with the other altar. Na mtazamaji, kama vile nimetangulia kusema, nimesema mimi ninaitwa Reverend Paul Mtunga wa Emmanuel Christian Church. Mahali utaweza kutupata, niko pale mjini Nairobi katika Embony House 30 floor, na Embony House iko between Odeon Cinema and Tuskys Supermarket, na pia it is right opposite Stand Bank House along Tom Mboya Street. Nitarudia, mahali unaweza kutupata ni pale Embony House 30 floor, na iko katikati ya Odeon Cinema na Tuskys Supermarket, ambao hiyo Embony House iko right opposite Stand Bank House. Kile kingine ukiangalia katika mitandao yetu utaona namba zile ambao unaweza kuwasiliana nasi. Namba ya M-Pesa ni 0703811870, na ile ya SMS ni 0720112375. Nitarudia, namba ile unaweza kuwasiliana nasi if you want to support us na unataka kusupport kipindi hiki, kwa sababu kitakuwa kinaendelea hata kesho Saturday masaa kama haya saa 1:30 nitakuwa mahali hapa, na tutakuwa tunaendelea na safari ya Biblia. Nitakuja na another topic, na pia every Wednesday, every Thursday na every Friday na every Saturday nitakuwa katika mitandao. Kwa hivyo unaweza kuambia marafiki wale ambao unaweza kuwasiliana na wao. Hebu tuendelee na mafunzo yetu na mahubiri. Biblia imesema ya kwamba wakienda pale waliangizwa ili waweze kuharibu kila madhabahu ambao iko chini ya mti. Na ninataka nikuambie ya kwamba mtazamaji, ukienda sehemu za Ukambani, uende Kikuyuni, ukienda kule Western, utaenda ukute ya kwamba kuna mahali ambao watu wale zile jamii ziko pale karibu, ama zile familia ziko pale karibu. Kuna mti pale, either kuna mungumo tree, ama kuna sycamore tree, ama kuna green tree, acacia tree mahali pale. Hiyo ndiyo madhabahu. Ukiona wale watu walitangulia hata kabla kanisa kuingia, utakuta kwamba walikuwa naabudia miungu yao pale. Na ndio sababu ya kwamba mtazamaji na msikilizaji, jambo hili ninaliongelelea kwa sababu tukienda katika contemporary world, ama katika society ya kawaida, katika maisha yetu ya kawaida, utapata mtu ako Thika, utapata mtu ako Nairobi, lakini yule mtu atakwambia ya kwamba akiwa Nairobi anaota akiwa kule nyumbani, anaota akilisha ng'ombe kule, anaota akiwa katika ile primary ambao walisomea. Ni kwa nini anaota na mambo kama yale? Ni kwa sababu kuna madhabahu ya pale nyumbani kupitia kwa ile house-owned ambao amezaliwa. Na kwa sababu wale watu kuna mahali waliweza kuwa na ibada chini ya miti mahali pale, walikuwa na shrines. Ninataka nikuambie mpendwa, si wakati wa kuendelea na kufungwa na yale madhabahu, ni wakati wa kundilu na yale madhabahu, that it may not limit your success. Ile success yako isiweze kuwa limit. Na unakuta kwamba watu wengi hawezi fanikiwa, na hata wachawi na wanganga, wakati unaona wanaroga watu, wanapitia katika house-owned, wanaenda katika mitandao, katika vitabu zao, wanaenda katika vioo, wanapitia katika nyungu, wanapitia kwa chupa, wanapitia hata kwa mashimo, na wanaweza kuprogram your life kupitia kule nyumbani. Kwa
sababu kuna madhabahu chini ya miti. Unakuta mama mkubwa ambaye amemaliza kuzaa na amesomesha na saa hii watoto wameolewa na hata vijana wameolewa, lakini anakuambia kwamba anaota akiwa standard 7. Hiyo ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha kwamba kupitia ile madhabahu ya pale nyumbani, huyu mama aliweza kutengenezewa madhabahu wakati ule alikuwa anafanya CP akiwa standard 7. Na mtazamaji, jioni ya leo nimekuja na ujumbe, ninakuambia ya kwamba you need to deal with that household altar, ili maroho iache kukushikilia. Na wengine utasikia kwamba wanaota na makamburi, anaota akikula na mbabu, hata yeye anjaona yule mbabu, anjaona yule nyanya, anjaona wale watu ambao wamekufa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna madhabahu ambao ni a green tree ambao inaabudiwa na yale makabila pale. Zile jamii ziko mahali umesaliwa mpendwa, unaweza kujikomboa. Now it is the time to deal with that altar. Jambo lile lingine, unapata ya kwamba kando na zile jamii ziko hapo katika village, apart from the green tree, utakuta hapo karibu kuna mlima. Na katika milima mingi hills ama vilima vidogo, utaenda ukute kuna community ya mahali umesaliwa, that village kuna mahali wamekuwa wakienda. Na ndio sababu unaona ya kwamba ukitaka kuwa summoned na watu wakitaka kusambaratisha mambo yako, wakitaka kujua kwamba unajenga Nairobi, wakitaka kujua kwamba umenunua gari, wakitaka kujua vile biashara yako inaenda, na wanataka kuisambaratisha, ikiwa Thika, ikiwa Nairobi, ikiwa Nakuru, ikiwa Mombasa, ikiwa Murang'a kule, ikiwa mahali popote pale mbali na kule umezaliwa, wale watu watapitia ile madhabahu ya pale chini ya mlima, na wale watu watakulimit na kupitia katika mitandao ya maroho ya kiukoo. Watu wale watakupata na wataweza kujua mahali unafanyia biashara. Wengine watakuta ya kwamba ndoa zao zimesabaratika, ni kwa sababu ya madhabahu ya household altars, kwa sababu ya tribal altars, kwa sababu ya national altars. Hata ukiangalia wakati ninaongea juu ya national altars, ukiangalia hata katika hii nchi yetu ya Kenya inaitanishwa na mlima Kenya. Na tukiangalia wakati ule tulikuwa na mkoloni mahali hapa mpendwa, ili uweze kunielewa vizuri sana, wakati ule wa independence 1963, bendera ile idhihirisha ya kwamba tumepata independence iliweza kuwekwa mlima Kenya na yule mkamba wa kule Makueni, yule Kisoi. Na Biblia historia inatuonyesha ya kwamba kule mlima Kenya wakati alipandisha ile bendera, ile ya mbeberu iliweza kuwekwa chini. Kumaanisha nini? Tuliweka bendera yetu na ile ya mkoloni ikaenda chini, na nchi yetu inaitanishwa na mlima Kenya. Kumaanisha kwamba the mountains are very important. Angalia mtazamaji na msikilizaji wangu, hata mawasiliano yetu kupitia runinga, kupitia redio, ile mitambo ya mawasiliano imewekwa katika milima. Na ndio ninakwambia ya kwamba katika ulimwengu wa rohoni, kukiwa kuna green tree ilifanyiwa ibada pale kwenu kijijini, uelewe ya kwamba huo mti is an area ina act katika ulimwengu wa rohoni kama booster ya mawasiliano katika ulimwengu wa rohoni. Katika ule mlima mdogo uko pale, na kuna shrine ambayo imehusika na that village surrounding that hill. Uelewe ya kwamba mtazamaji, ina mawasiliano ambao they can remote your business, they can remote your marriage, they can remote even your education. Na hata mauti wanaweza program how you will die. Accidents zingine ama ajali zingine unaona ya kwamba zinafanyiwa madhabahu kule chini ya miti. Madhabahu mengine ajali za barabarani inafanyiwa kule katika milima midogo, mingine ni katika milima mirefu. Kwa sababu wakati ule tulikuwa wakati nilikuwa shule wakati ule tulikuwa tunafanya physical geography, kuna kitu tulikuwa tunaita trigonometrical height. Trigonometrical height ni ile unaenda katika kilele cha mlima, na ukienda katika kilele cha juu, ukiwa pale you can see as far as you can. Unaweza ona mahali kote, either east, west, north or south. Na ndio sababu ukiangalia in the book of Numbers chapter 23,
Biblia inasema ya kwamba wakati Wanaisraeli walikuwa wanaendelea vizuri, Biblia inasema ya kwamba kuna mfalme ambaye anaitwa Balaki. Biblia inasema ya kwamba wakati alitaka kukambiliana na wao, kwa sababu walikuwa in a national finger, Biblia inasema ya kwamba alituma wazee na pesa na ujira mkononi waende kwa mganga ambaye anaitwa Balaamu. Na wakati Balaamu alifika, mtazamaji na msikilizaji, Biblia inasema ya kwamba alipandishwa na Balaki katika milima mirefu. Ukiangalia Numbers chapter 23, mtazamaji mahali ulipo. Na Biblia inasema ya kwamba wakati walipanda katika mlima mrefu wa kwanza, Balaamu alimwambia Balaki ya kwamba nijengee madhabahu 7. Na katika kila madhabahu Biblia inasema ya kwamba akaambiwa atoe ng'ombe pale ya kwanza, madhabahu ya pili atoe ng'ombe, ya tatu, ya 4 ng'ombe 7 ambazo zilikuwa ndume. Na katika kila madhabahu pia akaambiwa atoe mwana kondoo Aram in every altar. Hiyo ni nini? Kwa sababu alikuwa anataka apingane na madhabahu ya Wanaisraeli. Ninataka mtazamaji na msikilizaji nikuambie ya kwamba vita yako katika ulimwengu wa rohoni inategemea vile umeenda juu. Ikiwa umeenda juu, utakambiliana nawe katika madhabahu ya juu ya milima. Ikiwa uko katika progress ambao hajaenda sana, kuna wale wanaenda chini ya miti. Waangalie katika mitandao ya rohoni, ndoa yako vile inaendelea, biashara yako vile inaendelea, vile unakusudia kufanya miradi, unaangaliwa pale. Ndipo mtazamaji, ninakuambia kwamba hii jioni ya leo ni wakati wa kudeal with those outers. Hauhitaji kuendelea mtazamaji na msikilizaji. Uendelee na kukambiliwa na madhabahu ile ya pale nyumbani, ile ya pale milimani, ile ya pale milima mirefu. Unahitaji uweze kwenda juu. Na ndipo mtazamaji, ninataka nikwambia kwamba hii ujumbe unaletewa na Reverend Paul Mtunga wa kanisa la Emmanuel Christian Church, ambao utaipata pale Emboneus mjini Nairobi City Center, 30 floor Emboneus, katikati ya Hondio ni cinema na Tuskys supermarket, opposite Stand Bank House along Tomboya Street. Na pia ukitaka kuwasiliana nasi, ikiwa umeota ndoto zile, kuna wengine wanaota na nyoka, wengine kule wanasumbuliwa na kulalishwa na watu usiku, kuna wengine pia wananyongwa kule, ni kwa sababu ya madhabahu ambao ninazungumzia mahali hapa. Na kwa jina la Yesu Kristo, kuna namba siko mahali pale 0703 811 870 0720 112 375. Hiyo naweza kututumia SMS. Ile namba ambao unaweza kutuma M-Pesa ukiwa unataka kutusupport katika hii kipindi, kusimama nami katika hii kipindi ili tuweze kuendelea, kwa sababu nimesema ya kwamba even Saturday 7:30 through 8:30 nitakuwa mahali hapa. Wednesday the same time I'll be here. Thursday next week the same time I'll be here. Friday, Saturday. Kwa hivyo hii kipindi ambao ni ya safari ya Biblia, ninaita safari ya Biblia kwa sababu tutakuwa tunajifunza mambo katika Biblia. I'll be coming that topic ili niweze kukufunza. Ninaita safari ya Biblia. Kwa hivyo ongea, share mahali ulipo na marafiki, na Mungu ataweza kukubariki mahali popote ulipo. Na mtazamaji na msikilizaji wangu, ninataka kwenda katika case study, a biblical case study ambao ni ya mtu ambaye anaitwa Daudi, ambaye tunamuona ya kwamba ilibidi Daudi aweze kuvunja hii madhabahu matatu ili aweze kufanikiwa. In the book of 1 Samuel chapter 16 verse 1. Mtazamaji na msikilizaji, tuende katika 1 Samuel chapter 16 verse 1. Ninataka kuleta a biblical case study ya mtu ambaye anaitwa Daudi. Daudi alikuwa rafiki wa Mungu, alikuwa anapendwa na Mungu na aliendeshana na Mungu. Hata akitenda dhambi alikuwa anatubu ile dhambi na alikuwa anavunja madhabahu ili aweze kusonga mbele. Alivunja madhabahu ya pale kwa nyumba ya Jeze, akavunja madhabahu ya ile kabila ya Juda, na akavunja madhabahu ya Israeli yote, na akapanda mlima Zayoni na ikaitwa the city of David. Akaenda mlima Zayoni, kilele cha juu. Okay. In the book of 1 Samuel chapter 16 verse 1, Biblia inasema, and the Lord said unto Samuel,
how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Mtazamaji, ukisikia vile Biblia imesema hapo, imesema ya kwamba Mungu akazungumza na Samueli na akamwambia kwamba utamulilia Sauli mpaka lini? Nimemkataa kuwa mfalme, ninataka uende katika kamboma ambao ni Jese. Mtazamaji na msikilizaji, sikiza vile Mungu amesema. Akamwambia kwamba katika nyumba ya Jese nimejipatia mfalme. That is katika household level, katika mboma ambao ni Jese. Na Biblia inasema ya kwamba alienda mahali pale na pembe ya mafuta ili aende akainua mfalme. Na wakati alifika pale, Biblia inasema ya kwamba alienda na ng'ombe ya kike na akaita wazee, akajenga madhabahu na akaweza kufanya ibada mahali pale. Na Biblia inasema ya kwamba wakati alianza kuchagua mfalme, wale vijana ambao ni wa Daudi wote wale walikuwa wakubwa, hawakuchaguliwa. Na Biblia inasema ya kwamba, sikiza, unaweza kuwa pale mtazamaji na madhabahu ya pale nyumbani ya household imekulemea, imekufunika wewe mahali ulipo, umefunikwa na madhabahu ya pale nyumbani katika village altars, zile household altars. Na ukienda mbinguni utakuta ya kwamba such a time, wakati kama huu, wewe ungekuwa a pilot, ungekuwa mwalimu, ungekuwa na biashara kubwa, ungekuwa umeolewa, ungekuwa umeoa, lakini unakuta ya kwamba miaka imeenda 40, imeenda 50 na unjaoa. Na unapata ya kwamba wewe bado unjamaliza shule, uliweza kundrop. Ni kwa nini? Ama labda kila wakati uko kazini pale, promotions na kupita. Ni kwa sababu umelemewa na madhabahu ya pale katika nyumba. Biblia inasema pale katika Jese, ile mboma ilikuwa na mfalme. Na Biblia inasema ya kwamba yule mfalme alikuwa Daudi, lakini hakuwa anaonekana kwa sababu kuna madhabahu ya pale kwa nyumba ya Jese ambayo ilikuwa imemfunika. Na mtazamaji na msikilizaji, ninakuambia jioni ya leo, you can deal with your altar vile Daudi aliweza kuinuliwa. Na Biblia inasema ya kwamba wakati Samueli akupata mfalme kwa wale vijana wa Daudi wa Jese walikuwa pale. Msikiza vile Biblia inavyosema mstari wa 11. Anaongea ni kama he is discouraged. And Samuel said unto Jesse, see here all your, and Samuel said unto Jesse, here all your children, and he said, there remaineth yet the youngest, and beyond he keeps the sheep. Samuel said unto Jesse, send and face him, so we will not sit down till he comes either. Mtazamaji na msikilizaji, Biblia inasema ya kwamba Samueli akauliza ya kwamba kama ako na mtoto mwingine, lakini kwa njia ya kupuuza, kwa sababu alikuwa anatazamia wale walikuwa warefu, walikuwa wanono, Mungu alikuwa achangue mfalme mahali pale, lakini haikuwa hivyo. Lakini akaulizwa, una mtoto mwingine? Akasema, isipokuwa kengine, kuna mtoto mwingine, kuna kakijana kengine, ni kama Daudi hahesabiwi. Anasema ya kwamba ako kule malishoni akiangalia kondoo. Na Biblia inasema ya kwamba Samueli akasema ya kwamba hatutaketi mpaka yule kijana aweze kuletwa mahali hapa. Na mtazamaji na msikilizaji, ninataka nikuambia ya kwamba inaweza kuwa umefichwa mahali, inaweza kuwa haunjaolewa, inaweza kuwa hunjaoa, inaweza kuwa biashara yako haionekani. Ni kwa sababu kuna madhabahu ile ya pale kwa mboma ama ya pale kwa milima, mlima mrefu ama milima midogo, inalalia usionekane. Lakini siku ya leo ninakuambia kwamba ni siku yako ya kuinuka, mtazamaji na msikilizaji, mahali ulipo, katika jina la Yesu Kristo. Na jioni hii ya leo ninaenda kuomba nawe, na nimesema ya kwamba mahali ulipo unaweza kuwasiliana nami kupitia zile namba ziko hapo, 0703 811 870. Ile SMS ni 0720 112 375. Na Biblia inasema ya kwamba wakasema hawataketi. Samueli akaamrisha hawataketi ili wangojee Daudi. Na tazama, nakumbuka ya kwamba Daudi ako malishoni akiwa ananuka kondoo, akiwa hana jina, akiwa hana heshima.
Biblia inasema ya kwamba watu wakasimama, wazee wa mahali pale. Daudi ikawa ni mara ya kwanza kusimamiwa na wale wazee. Ikawa ni wakati wa kwanza katika kijiji ya Jese kusimama ili waweze kungonja Daudi ili aweze kufika. Na mtazamaji, ninataka nikuambie mahali ulipo na msikilizaji, this is your time to be honored. This is your time now to be respected. Ni wakati wako saa hii. Biblia inasema ya kwamba imani uje kusikia na kusikia neno lake Yesu Kristo. Hii neno ninakuletea. Ni maombi yangu na ndua zangu ya kwamba mahali ulipo, ile roho ya kudharauliwa, ile roho ya kutupwa, that is spirit of rejection, ile roho ambaye wewe umekataliwa nayo, jioni ya leo ikaweze kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Na mtazamaji, ninataka nikuambia kwamba kulingana na mstari ule wa 1 Samuel chapter 16 verse 13, Biblia inasema ya kwamba wakati Daudi alifika, Biblia inasema verse 16 verse 13, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Na Biblia inasema ya kwamba mstari wa 13 ya kwamba akamwekelea Daudi mafuta. Na Biblia inasema ya kwamba katikati ya ndugu zake, katikati ya ndugu zake, wewe katikati ya wale maadui wako, Mungu anaweza kukuchangua. Jioni ya leo nimekuletea ujumbe ya kwamba ile madhabahu ya kijijini, ile madhabahu ya milimani haitakushikilia. Deal with those 3 altars. Hata kuna wengine pale wanataka wainuke, waweze hata wavuke mipaka ya Kenya waende katika nchi zingine. Ninataka mtazamaji nikuambia ya kwamba ukifunja ile altar ya pale kwa nyumba, ya pili utafunja altar ya ile kabila yenu, ya tatu utafunja ile altar ambao ni inafunika anga ya Kenya, ili uweze kufanya biashara kimataifa, ili uweze kutembea kimataifa. Kuna watu wengi hata kwao ukiongea mambo ya kuingia kwa ndege, kuwa na passport, unakuta ya kwamba ni historia. Kuna mzee mwingine niliombea, alikuwa ananiambia kwamba achukue passport yake, na alikuwa anachukua ili aweze kusafiri. Anjawahi kusafiri na ime expire. Hiyo ni nini imemsuilia? Ni madhabahu ya anga ya Kenya. Kwa sababu kuna zile principality ambao ni national altars ambao zinasema katika jamii yenu hakuna mtu ataingia ndege. Ninataka nikupatie ushuhuda kidogo. Mimi mali nimesaliwa sehemu za Mwingi West. Na kule mimi mwenyewe nilichukua hatua. Ningewekwa nilishe nikae katika kulisha ng'ombe, na jioni moja nikasikia kwamba kukiwa na kamati ya pale nyumbani wakisema ya kwamba dada yangu ndiye ataenda shule, mimi nitaendelea na kulisha ng'ombe. Na mimi ninaota moto hapo nje. Wakati nilisikia hivyo, sikulala kwa nyumba, nilienda nikalala kwa ngala. Na saa 10 asubuhi mimi mwenyewe nikaamka, nikaenda nikaonga kwa ndamu mwingine ilikuwa na huko karibu na shule, na nikajipeleka shule, nikaenda kujiandikisha mwenyewe. Ndio ninasema ya kwamba mtazamaji, unless you take a step, kuna watu wamepanga hautasonga mbele. Kama vile Daudi alikuwa malishoni, nilikuwa niwekwa malishoni, singekumbilia jioni ya leo, ningemalizikia kule malishoni kwa sababu walikuwa wamepanga nitaenda kulisha. Na mtazamaji, wakati nilienda shule mimi nikaenda pale, nikapita standard 7 ile CP, nikapita vizuri, nikaenda secondary form 4, nikapata division 2, nikaenda form 5 and 6, kutoka hapo nikaenda college. Na siku ya leo nikisimama mahali hapa, mimi nilifunja hayo madhabahu. Baba yangu mahali pale aliweza kwenda mbali, alienda kule Kilifi, mahali kunaitwa na huko Mnarani, mahali kwa Ali bin Kanjiwe, akaja alienda kunywa ile maji asirogwe. Lakini mtazamaji, mahali ninataka nikuambie saa hii ninasimama mahali hapa, last year mahali pale baba yangu alienda, mahali pale tuna makanisa 8 pale, tuna makanisa 8. Na mimi mwenyewe last year June nilipatiza watu 200 pale Mnarani, mahali baba yangu akuenda kwa mazuri, alienda kwa sababu ya hautas za nyumbani.
lakini mimi nikaenda kwa sababu ya kuhubiri Yesu. Last year June, mtazamaji na msikilizaji, mahali pale nilipatisa 200 people last year June. Na tuna makanisa 8 mahali pale. Na mtazamaji, nataka nikuambie hii jioni ya leo, unaweza inuka. Inaweza kuwa kuna madhabahu imekulalia. Siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo unaweza funguliwa. Wakati Daudi aliweza kutoka mahali pale, Biblia inasema ya kwamba Daudi ametoka malishoni. Na Biblia inasema and the spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Roho wa Mungu akawa juu ya Daudi kusonga mbele. Na ninaomba, ni maombi yangu na dua zangu jioni ya leo ya kwamba Roho Mtakatifu mahali alipo akuongeleshe na akukwamue, usilaliwe na ile madhabahu ya pale nyumbani, usilaliwe na yale mashirains ya pale milimani, usilaliwe na anga ya Kenya, uende kimataifa, uinuke katika jina la Yesu Kristo. Katika case study yetu ya David, hebu tuangalie 2 Samuel. Mafuta ya kwanza aliwekwa na Samueli pale katika nyumba ile ambao ni ya Jese. Mafuta ya pili ya kumuinua ili aweze kushinda ile na madhabahu ya pili ambao ni ya kabila ya Juda. Biblia inasema ya kwamba 2 Samuel chapter 2 verse 1, Biblia inasema and it came to pass after this that David inquired of the Lord saying, shall I go up into any of the cities of Judah? And the Lord said unto him, go up. And David said, where shall I go up? And he said, unto Hebron. So David went up thither, and his 2 wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Naboth's wife, the Carmelite. And these men who were with him did, verse 3, and these men who were with him did David bring up every man with his household, and they dwelt in the cities of Hebron. And the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. And they told David, saying, that the men of Jembegeled were they who buried Saul. So, mstari wa 4 unasema, and the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. Mafuta ya kwanza Daudi aliwekelewa ilikuwa pale katika nyumba ya Jese. Alibreak madhabahu ya kwa Jese. Na 2 Samuel chapter 2 mstari wa 4, Biblia inatuonyesha kwamba wazee wa kabila ya Juda na kabila zote na mboma zote za Juda wakaungana na wakanja wakamwekelea mafuta ya pili ya kuvunja madhabahu ya the tribal altar. Ninaongea na mtazamaji na msikilizaji ambaye amesaliwa kule Ukambani, amesaliwa Kikuyuni, amesaliwa kule Unjaluoni, amesaliwa kule Kisii, amesaliwa kule Uluyani, amesaliwa mahali popote kule kwa Michikenda. Ndipo ninakuambia ya kwamba mtazamaji na msikilizaji, kama vile Daudi alikonga, he built the altar of Judah. Usilemewe na ile madhabahu ya Wakikuyu ya Migumo trees. Usilemewe na ile madhabahu ya Ukambani. Usilemewe na ile madhabahu ya Kaya kule Michikenda. Usilemewe na ile madhabahu ya kule ya Wanjaluo ama ya Kisii kule. Kuna mama mwingine kule Kisii aliweza kunipigia simu na akaniambia tuweze kuomba, na alikuwa anasema ya kwamba kuna vitu zilikuwa zinatembea katika nyumba yake juu, na wakiangalia asubuhi kwa sababu kulikuwa kumenyesha, wanakuta ya kwamba zile alama za kile kitu kilikuwa kinatembea katika nyumba, wakakuta ni alama za fish, za hyena. Hebu mtazamaji jiulize, kuna hyena imewahi tangu ulimwengu uwekwe na uumbwe, kuna hyena imewahi kupanda kwa nyumba? Hiyo inaitangwa maroho. Wachawi wanaweza badilika, wanaweza kuwa hyena, wanaweza badilika, wanaweza kuwa nyoka, wanaweza kuwa ndovu, wanaweza kuwa buffalo, wanaweza kuwa atainga na wakutembelee na waanze kukunyonga. Wengine unjibadilisha hata wanakuwa mende na wanatembea katika nyumba yako wakileta maroho ya ufukara. Wengine unjibadilisha wanakuwa panya, kwa sababu ni madhabahu ambao unastahili kudili naye ili wache kutembelewa na panya, wache kutembelewa na popo. Ninataka mtazamaji nikwambie ya kwamba
Kuna wengine hata juu ya mabati wanasikia vitu sikitembea. Wengine wamefukuzwa katika nyumba. Wengine wanaweza kuchukua hata mavi ya popo. Unakuta popo wamekunya katika nyumba kiasi ya kwamba wakifangia wanaweza njaza hata pickup. Wengine wanajaza mangunia na zile popo asiishi. Lakini ngoja nikuambie mtazamaji na msikilizaji, sehemu za kule Tharaka kuna mahali nimeweza kuomba na mboma ingine ambao kulikuwa na nyumba ilikuwa na rumu 5. Haikuwa wanaweza kukaa pale ndani kwa sababu ya popo. Tuliomba tu, lakini hizo popo kwa sababu zilikuwa za kawaida zilikufa zote na wakachoma katika jina la Yesu Kristo. Ninataka nikuambie hii jioni ya leo, last week kuna mboma ambao niliomba nayo, na ile mboma ilikuwa na kitu ya kuchangaza sana. Kuna siku mama pale nyumba ikiwa imefungwa milango yote, akiingia katika nyumba akanieleza, akaniambia kwamba aliingia bedroom akakuta nyama imefungwa mafundo sapa iko kwa kitanda. Siku nyingine akakuta umbwa imewekwa kwa kikabu na imewekwa mfunguni mwa kitanda ya mbiti zake, na hiyo nyumba ilikuwa imefungwa. Kimapepo wachawi wanaingiza vitu. Ngoja nikwambie mtazamaji na msikilizaji, deal with those house on altars. Hayo madhabahu ya milima, hayo madhabahu ambao ni house on altars, ni tribal altars, ni national altars. Kwa sababu sitakusumbua, sitafanya watoto wasiolewe, sitafanya watoto wasisome. Kwa hivyo mtazamaji, mafuta ya pili Daudi akapata pale Embron. Daudi aliinukia Embron. Na Biblia inasema ya kwamba mtazamaji na msikilizaji ya kwamba ule mstari wa 4 nitarudia kwa sababu this is the second anointing. Mafuta ya pili tunaona Daudi akiwekelewa. And the men of Judah came and there they anointed David king over the house of Judah, and they told David saying that the men of Jembigelet were they who buried Saul. Hiyo ni mafuta ya pili. Tukienda pale chapter 3, ameenda level ya pili, vita imeanza. Chapter 3 mstari wa kwanza, 2 Samuel chapter 3 verse 1, Biblia inasema now there was long war between the house of Saul and the house of David, but David waxed stronger and stronger, and the house of Saul waxed weaker and weaker. Wakati Daudi alienda level ya pili, Biblia inasema ya kwamba kulianza vita katikati ya mboma yake na ile mboma ya Sauli. Kama vile kuna mtu pale ambao amepikwa vita. Sisemi ya kwamba ulipishe kisasi. Kuna Mungu ambaye anatupingania vita. Ukisimama na Mungu, so the Bible says the anointing breaks the yoke. Ile anointing ya mafuta pale kwa Jesse ika break the yoke. Ile anointing katika kabila ya Juda ika break ile nira ilikuwa inazuilia Daudi. Na vita kaanza katikati ya mboma yake na ile mboma ambao ni ya Sauli. Kuna maroho ambao inapingana nawe mtazamaji, inapingana na ndoa yako, inapingana na biashara yako, inapingana pale kazini ili usiweze kuendelea. Lakini jioni hii ya leo, ni maombi yangu jioni ya leo, utaenda kuondoka. That promotion ambao imelemea haunjaipata katika jina la Yesu. Ni kwa sababu kuna mtu pale anatumia madhabahu ya Illuminati, na katika jina la Yesu ninasema ya kwamba hata wale watu wanatumia madhabahu ya njua. Mtazamaji na msikilizaji, kuna madhabahu ya njua, ya utawala wa njua, na hiyo ndio Illuminati, kwa sababu anasema Mungu wao ni light. Kuna madhabahu ambao ni utawala wa mwezi. Kuna madhabahu ya nyota na sayari, planets. Ukiangalia second King chapter 23, utaona vile Josiah alikambiliana na madhabahu ya njua, ya nyota, sayari na planets, na hata akachoma yale mangari yalikuwa yamenunuliwa na nguvu za Illuminati. Na Biblia pia inatuonyesha kwamba in Exodus chapter 20 pia inazungumzia madhabahu ya nchi kavu, ya baharini na ya angani, mara tatu. Na Daudi anaenda level ya 3. Nimekuambia mtazamaji na msikilizaji, our case study, our biblical case study has to do with David. Tukienda 2 Samuel chapter 5,
tunaona Daudi anaenda level ya 3, anawekelewa mafuta. Na 2 Samuel chapter 5 verse 1 inasema, then came all the tribes of Israel to David and to Hebron, and he spoke, saying, behold, we are your bone and your flesh. Also in the time past, when Saul was king over us, you were he who led out and brought in Israel. And the Lord said to you, you shall feed my people Israel, and you shall be a captain over Israel. So all the tribes, kisa mtazamaji na msikilizaji, verse 3. So all the elders of Israel came to the king, to Hebron, and King David made a link with them in Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel. And David was 30 years old when he began to reign, and he reigned 40 years. Biblia inasema ya kwamba mtazamaji, 2 Samuel chapter 5 ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari ambao ni wa 4, ya kwamba Daudi, kabila zote za Israeli zikamjia na wote wakaamua kumwekelea mafuta. Mtazamaji, tazama, mafuta ya kwanza aliwekwa na Samueli, ya pili akawekwa tena kabila ya Juda ikishuhudia, mafuta ya tatu amewekwa kabila zote zikishuhudia. Hapa ninaongea na mtu ambaye anataka kwenda kimataifa. Kutoka hapo Daudi akaenda akapingana na mataifa wale walikuwa wameshikilia pale Zayoni, akapingana na njembo zaidi. Kuna maandui, kuna maroho, kuna manjini, kuna uchawi, kuna urogi, unapingana na wewe usiinuke. Lakini jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, mtazamaji na msikilizaji, ninataka nikuambia kwamba David has gone 3 levels. Katika household ya Jesse, katika tribe of Judah, katika the nation of Israel, then he became the king over them. You can excel. If you deal with these 3 altars, you can excel in your area of performance. Katika ndoa, you can excel. Katika biashara, you can excel. There is God in heaven. In Hebrews chapter 12, ukienda pale utaona Biblia inasema ya kwamba tumekuja mlima Zayoni, kanisa la Yesu Kristo, mzaliwa wa kwanza. Na mtazamaji, mahali ulipo, ninataka nikuambie ya kwamba hii jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, mahali ulipo, ikiwa unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi katika zile namba unaona mahali pale, na nitakuambia namba ya M-Pesa ukitaka kusupporti kipindi ni 0703 811 870. Ile SMS ni 0720 112 375. Nitarudia 0703 811 870. SMS ni 0720 112 375. Mtazamaji na msikilizaji, ninakualika katika kanisa yetu. Unaweza kututembelea ukiwa una dreams, ukiwa unataka counseling. Mimi ninaona watu Nairobi 1-on-1 every Wednesday kutoka saa 5 mpaka saa 9, kutoka Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kwa hivyo unaweza asiliana nami if you need counseling, you need deliverance, you need dream interpretation. Unaweza asiliana nami katika hizo siku, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. We are located Embu House, 30 floor, between Odeon Cinema, Tasky Supermarket, opposite Stanley Bank House, along Tom Mboya Street. Mtazamaji na msikilizaji, mahali ulipo, share the message with all your friends, na mahali ulipo Mungu aweze kukubariki. Wacha tuombe mahali ulipo. Unaweza inua mkono moja mahali ulipo, unaweza shika kifua yako na tuweze kuomba mtazamaji katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu wa mbingu jioni ya leo, ni kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni mfalme. Na jioni ya leo Mungu wa mbingu, tazama kuna wateule, wazee na vijana, wasichana na hata wamama wamenitazama katika nchi yetu ya Kenya, mahali popote, upande wa mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Hata Mungu wa mbingu kupitia kwa YouTube, kupitia kwa Facebook, hata internationally there are people who are viewing us. Na katika jina la Yesu Kristo, yoyote ambaye Mungu wa mbingu
amesikia message hii, Mungu wa mbingu, na amefungwa na madhabahu ya pale nyumbani, Mungu wa mbinguni, anapitia ndoto za mambo mbalimbali, Mungu wa mbingu, ninaomba ya kwamba ukaweze kumfungua katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbingu, kuna wengine wanafungwa na madhabahu ambao ni ya milima mirefu na midogo, wamefungwa na madhabahu ya chini ya bahari, juu ya bahari, kuzimu na mauti, wamefungwa na madhabahu ya jua na mwezi na nyota na sayari, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbingu, ninaomba ya kwamba ukaweze kuwafungua. Kuna wale Mungu wa mbinguni wanalalisha usiku na mapepo, wanakanyangiwa nyumba, Mungu wa mbingu anasikia masauti, katika jina la Yesu ninaomba ya kwamba Mungu wa mbingu ukaweze kuwakomboa. Ninanena damu ya Yesu Kristo ikaweze kuwaosha, ukaweze Mungu kuwaponya walio wagonjwa kupitia kwa mapingo ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Shalom, shalom. Mungu akubariki mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo.